Bila shaka mtazamaji wanasema mbiu ya mgambo ikilia basi jua kuna jambo, ikiwa imebakisha dakika 3 kabla ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Na sauti hiyo ni ishara tosha kwamba imetimu wakati wa upeo wa TV47, na ambapo chini ya dakika 30 nitakuwa na kujuza taarifa ainati kutoka pembe zote humu nchini Kenya. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Bila kupoteza wakati, wacha kwanza kabisa tupate yaliyomo. Yaliyomo kwenye upeo wa TV47. Mgomo wa kitaifa wa wahadhiri wa vyuo vikuu waondolewa baada ya Wizara ya Elimu na chama cha UASU kusaini makubaliano ya kurejea kazini. Serikali yatoa ahadi ya kuachilia shilingi bilioni 7.9 kwa awamu 2. Watu 5 wakamatwa kwa madai ya kujifanya watahiniwa katika mtihani wa KCSE unaoendelea jijini Nairobi na maeneo mengine nchini. Na vita dhidi ya ufisadi vyaendelea kupamba moto, huku tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC ikiwakaba maafisa wa Wizara ya Michezo na kurejesha shilingi milioni 3.8 zilizokuwa zimeporwa. Na mtazamaji, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Valin Owino. Unafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa YouTube TV47 Live, mtandao wa X ni @TV47 Digital, na pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live. Tuandamane hadi tamati. Tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini Jumatano asubuhi ilifanya msako katika operesheni inayowalenga maafisa wakuu wa serikali katika kaunti za Nairobi, Machakos, Laikipia, Kiambu na Nyeri kufuatia tuhuma za ufisadi. Kulingana na EACC, kufuatia operesheni hiyo, maafisa wa tume hiyo walinasa takriban shilingi milioni 3.5 katika mojawapo za afisi walizovamia. Maafisa kadhaa walikamatwa katika msako huo, wakiwemo baadhi ya maafisa hawa ni Caroline Mudhoni Kariuki ambaye ni naibu kamishna wa michezo, Otis Mutwiri Nturibi na David Muasia ambao walipatikana na mabunda ya pesa za ufisadi. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu nchini umewaagiza wanachama wao katika vyuo 42 vya umma kurejea kazini kufuatia makubaliano kati yao na Wizara ya Elimu. Kwenye makubaliano hayo ya hivi karibuni, serikali iliahidi kulipa deni la wahadhiri la shilingi bilioni 7.9 kwa awamu 2, awamu ya kwanza ikitarajiwa kukamilika chini ya siku 30 zijazo. Na kama anavyotuarifu Andrew Kilemi ni kwamba wahadhiri sasa wana kibarua cha kufanyia mabadiliko kalenda ya elimu iliyovurugika ili kuokoa muda uliopotezwa. Hayawi hatimaye huwa. Baada ya zaidi ya miezi miwili, hatimaye mgomo wa wahadhiri umefikia kikomo. Uamuzi huo uliafikiwa baada ya kikao cha zaidi ya saa 3 cha faragha, ambapo Wizara ya Elimu na vyama vya wahadhiri viliafikiana kuhusu deni la shilingi bilioni 7.9 ambalo sasa litalipwa kwa awamu 2. We have also therefore agreed that given the position, the financial position that there is with the Treasury, and guided by the National Assembly yesterday, we have agreed to get these 7.9 paid in 2 tranches at 50%. Kulingana na makubaliano kati ya pande hizo mbili, awamu ya kwanza ya utoaji wa fedha hizo itafanyika kati ya mwezi Novemba na Desemba, huku awamu ya pili ikitarajiwa kutolewa mwezi Julai mwaka ujao. We'll now settle the 7.76 in 2 installments of 3.85 billion immediately and after the first supplementary, and the second installment during the financial year 2026-2027, maybe July 2026.
Wanafunzi sasa wanatarajiwa kurejea vyuoni kufikia Jumatatu wiki ijayo. Hata hivyo, wahadhiri wameonya kwamba iwapo serikali itashindwa kutekeleza makubaliano hayo, basi vyama vya wahadhiri vitaitisha mara moja mgomo mwingine. It is upon the government that you honor what we have signed here today. And if you honor what we have signed today, I want to commit that there shall be no strike called by UWASU up to 2030. But if you don't honor this agreement, I'll call even a strike next week. Makubaliano haya yanaashiria mwisho wa mgomo wa muda mrefu uliovuruga shughuli za masomo katika taasisi za elimu ya juu humu nchini. Na ingawa mgomo huo uliathiri kalenda ya masomo, juhudi sasa zinaendeshwa kuhakikisha wanafunzi wanaokoa muda uliopotezwa. Andrin Kilemi, TV47, Nairobi. Na tukisalia katika sekta ya elimu ni kwamba imebainika kuwa serikali kupitia Wizara ya Elimu imekuwa ikilipa shilingi bilioni 1.1 kwa wanafunzi hewa katika shule za umma kwa miaka sasa. Idadi hii ya wanafunzi hewa ikibainika kuwa kubwa zaidi, huku Wizara ya Elimu ikisema kuwa shule 934 bado hazijapeana data zao ili kupigwa msasa na wizara. Alibainika mchana wa leo wakati ambapo Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba alipofika mbele ya vikao vya bunge kujibu maswali ya wabunge kuhusu mgao wa fedha za kufadhili masomo katika shule za umma. Wabunge pia walighadhabishwa pakubwa na ufichuzi huo, huku wakimlimbikizia Waziri Migos lawama kwa kile wanachodai ni kufichwa kwa wahuni walio ndani ya wizara, japo waziri huyo amejitetea kwa kusema kuwa uchunguzi bado unaendelea. How does your ministry end up at the tail end when children are going to do exams, start verification of records that you ought to have been keeping and updating all along? And how do you wire money to ghost schools when you license legitimate schools, you keep their records, you give them leadership in terms of head teachers, and you post teachers there? How do your officers end up creating non-existent schools and sending them money? The teachers, why the schools closed, they said there were no students. So now we have to go back on the records and find out previously, has money been released to these schools so that we can determine whether there is fraud or not. We got to get some evidence in order for us to, so that when people are arrested, they can face the law. The position of what the Auditor General did, which was sampling, because it was a forensic audit, that data is already with EACC and they're already undertaking that exercise of investigating, taking statements so that they can take control of that space and charge the people who are involved. We just want to get your support so that we can be able to resolve this matter once and for all. It is true, we have records, but are these records correct? That's what we are looking at. EACC doesn't take away the responsibility of him as a minister. The fact that EACC are handling those files, it doesn't make that he should take actions on his officers from his ministry who wired the money. He doesn't have to wait the report from the EACC. He remains the minister in charge of education in this country, and he must take action regardless of what the EACC will do. June to December to January, that he's playing tricks with us until we forget, so that we go to next year, the same thing continues, because he's a beneficiary of these cartels. Because they steal from there. The minister must be a beneficiary. And Mr. Speaker, I would ask even the president that now that he wants Akisi to be the minister for education, why can't he bring back Matiang'i? Na tukiachana na taarifa hii, tukizamia masuala ya siasa, ni kwamba viongozi kutoka maeneo tofauti wamekuwa wakimiminika nyumbani kwa Raila Odinga Kango ka Jaramogi, huku Bondo kutoa heshima zao kwa Raila. Hata katika kifo siku ya Jumatano, viongozi wa ODM na raia kutoka kaunti ya Homa Bay wakiongozwa na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga pamoja na viongozi wengine wa ODM walikusanyika katika uwanja wa Raila Odinga katika kaunti ya Homa Bay kutoa heshima na kusherekea maisha na historia ya aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Odinga, kama anavyotuarifu Chichi Josephine. Licha ya muda kupita tangu kuzikwa kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga,
Nyumbani kwake Opoda hakujajua ukimya. Kila siku viongozi tofauti wamekuwa wakimiminika hapo kuitembelea familia yake na kumwenzi marehemu Raila Odinga. Katika kaunti ya Homa Bay, viongozi wa ODM wakiongozwa na Oburu Odinga na Junet Mohamed walikusanyika katika uwanja wa Raila Odinga kuenzi maisha na historia ya kiongozi wao wa zamani wa chama, ambapo walimsifu kama mpigania demokrasia, wakisema ujumbe mkuu aliowaachia ndugu wa ODM ni ujumbe wa amani. He left us with a very precious gold, which is the party of ODM. And he left us with a message of unity. We have to unite, and I'm telling people of ODM all over the country that if you don't unite, nobody will respect you. If you are a weak party, nobody will want to negotiate with you. Oburu pia alitoa wito wa umoja kati ya wanachama wa chama cha ODM, akisisitiza kujitolea kwao kusalia katika serikali jumuishi hadi mwaka 2027, ambapo chama kitaamua mwelekeo ujao wa kisiasa. And come 2027, ODM will either form government as a party or be part of the coalition that will form the next government of the Republic of Kenya. But I'm also pleading with you, my people. Last time, you did not register as it should be. And I'm urging you, registration is coming. Please, my Gen Z, my age mate, my Gen Zs, please register as voters. Viongozi hao pia walisema kuwa ODM inanuia kuunda serikali au sehemu ya muungano utakaofanya hivyo mwaka 2027 na kudhibitisha kujitolea kwao kuendelea kutembea pamoja na Rais William Ruto kwa ajili ya umoja na maendeleo ya kitaifa. We will remain inside the broad-based government because that is what we agreed with Baba. ODM itakaa ndani ya serikali ya broad-based mpaka 2027, na hiyo ndio position ya ODM. Sisi ni ODM na ODM ni sisi. Chichi Josephine, TV 47. Asante sana Chichi Josephine kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua amezindua mashambulizi mapya dhidi ya Rais William Ruto, akimtuhumu kutumia mamlaka ya serikali kwa manufaa binafsi ya kibiashara, ikiwemo kuondoa marufuku ya ukataji miti katika msitu wa Mau. Akizungumza jijini Nairobi, Gachagua amedai kuwa hatua za rais zinaongozwa na tamaa za kibinafsi, huku akizindua mkakati mpya wa kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagongo anatuarifu mengi zaidi. Ni mvutano wa kisiasa ulio wazi zaidi. Kati ya sehemu ambazo tutaweka kipao mbele ni msitu wa Mau. So he wants to destroy all our forest, the whole ecosystem, and destroy it. Ishara kwamba naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua yuko tayari kumkabili kisiasa aliyekuwa bosi wake wa zamani Rais William Ruto. My mission is very simple. Is to help you, the young people, get rid of Kasongo and take you a rightful place in the governance of this country. Gachagua sasa anadai kuwa kuondolewa kwa marufuku ya ukataji miti katika msitu wa Mau hakuhusiani na ajira wala usawa wa mazingira, bali kunalenga kukifaidi kiwanda kikubwa cha mbao huko Eldoret anachodai kinamilikiwa na rais. Yeye anataka to destroy the Mau forest because he has opened a factory ya furniture. So he is saying no imported furniture. Furniture yote itatoka kwa factory yake na miti itatoka kwa misitu yetu. So he wants to destroy all our forest, the whole ecosystem, and destroy it. Tarehe 27 Oktoba mwaka 2025, Rais William Ruto alitangaza rasmi kuondolewa kwa marufuku ya miaka 6 ya ukataji miti nchini, kuruhusu uvunaji wa miti iliyokomaa kutoka misitu maalum. Akizungumza wakati wa tangazo hilo huko Elbagon County ya Nakuru, rais alitetea uamuzi huo, akisema ni juhudi za kukuza viwanda vya ndani na kuongeza ajira. Nyinyi ndio mmekuwa agents wa program ya restoration
ya Mau Forest. Lakini Gachagua anamshutumu Rais Ruto na familia yake kwa kudhibiti sekta muhimu za uchumi, kuanzia usafiri na utalii hadi uzalishaji wa chuma unaohusishwa na mpango wa nyumba za bei nafuu. Amefungua factory ya chuma, ndio sasa anaweka mambo ya affordable housing. Amefungua factory ya tiles. This man is in every field ya biashara. Amechukua biashara yote Kenya, mpaka matatu amechukua na watoto wake. Hata hivyo, huku akikazia ujumbe wake wa kisiasa, Gachagua alielekeza nguvu zake kwa vijana kwa kuzindua mpango wa kitaifa wa uwezeshaji kupitia chama kipya cha DCP, ukiwalenga wapiga kura wapya milioni 3 kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. We have agreed that every leader to go and mobilize your supporters ya kupeleka Kasongo nyumbani. Na huku macho yake yakielekezwa mwaka 2027 na mchakato wa kumpata mgombea urais wa upinzani ukitarajiwa kukamilika kufikia Disemba 2026, Rigathi Gachagua anaonekana kujijenga kama sura mpya ya upinzani wa kisiasa anayelenga moja kwa moja uongozi wa juu wa taifa. Iwapo madai yake yataungwa mkono na wapiga kura au yatadhoofisha umoja wa upinzani ulioungana, hilo litasalia kusubiriwa kuonekana. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Asante sana Mike Kagwango kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba Rais William Ruto amezua joto la kisiasa nchini baada ya kusema kuwa walioandamana na sufuria vichwani wameondoka. Maandamano yaliongozwa na aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Odinga. Rais Ruto aliyezungumza na Wakenya nchini Qatar ambapo wanahudhuria kongamano la Umoja wa Mataifa kuhusu ustawi wa jamii alisema kwamba serikali yake ilizima maandamano ya sufuria mwaka 2023 kutokana na juhudi za serikali yake kufanyia marekebisho sekta ya kilimo na kuweza kupunguza gharama ya maisha. Rais William Ruto ambaye yuko nchini Qatar kwa kongamano la Umoja wa Mataifa kuhusu ustawi wa jamii amerejesha joto la kisiasa nchini baada ya kujipigia upatu mbele ya Wakenya nchini humo kwa kushabikia hatua yake kumaliza maandamano ya vuguvugu la sufuria mwaka 2023 yaliyoongozwa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Many of you know that in 2022 we had people in the streets with sufurias on their heads because the price of unga had gone to 250. Those people have since left. Just for your information, because we have intervened, we have changed the framework of our approach to the agricultural sector. Na Ruto aache kuchezea hii maneno. Hotuba ya rais ikizua pingamizi kutoka kwa upinzani uliomsuta kwa kutotekeleza mapendekezo ya ripoti ya kamati ya maridhiano ya NADCO, huku akisema Odinga aliacha vuguvugu la sufuria likiwa hai. Baba alituacha na mambo ya sufuria kichwani. All the things we wanted done are still in the NADCO report, completely unattended. So kumuona kule akisema ati wale walikuwa Nairobi wanamsubua na sufuria wameondoka, hatukuondoka. Tuko na sufuria siko. Rais aliyefanya kikao na Wakenya Qatar akisema serikali yake ilipunguza gharama ya maisha kutokana na marekebisho katika sekta ya kilimo, hatua ambayo imeshukisha bei ya unga. We've moved away from subsidizing consumption. We moved it to supporting production, reducing the cost of fertilizer, making sure that we have available seeds. Rais Ruto vilevile akijipigia debe jinsi amekabiliana na wakiritimba katika sekta ya sukari. In Western Kenya, I had to tell some notorious brokers, mambo ni matatu. I don't know whether you remember that. Vuguvugu la sufuria liliziduliwa na upinzani mwezi Julai mwaka 2023, hatua iliyosababisha maandamano kupinga gharama ya juu ya maisha. Apul Kamau, TV47.
Mekatika dakika 17 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Taarifa yake Apollo Kamau kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usibonyeze kidogo. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Omar every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ametoa wito kwa bunge la kitaifa kuongeza bajeti ya sekta ya usalama ili kuimarisha usalama nchini, akisema kuwa wizara ya usalama inahitaji rasilimali za kutosha kujenga barabara, kuboresha makazi ya polisi na kuimarisha mifumo ya kisasa ya mawasiliano ambayo itaimarisha shughuli katika maeneo yanayokumbwa na utovu wa usalama nchini. Mwanahabari wetu Samira Mohamed na uketo wa taarifa hii. Huku hali ya usalama katika bonde la Ufa ikiendelea kuzorota, Jumatano asubuhi, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen alifika mbele ya kamati maalum ya Seneti. Murkomen akitakiwa kutoa mustakabali wa hali ya usalama wa taifa. What are you doing about them? And if you want, allow me to state the names of the MPs. Waziri huyo akianza na kutoa lalama katika bunge la Seneti, akiitaka bunge kuongeza bajeti ya wizara ya usalama ili kuimarisha usalama wa taifa. These modernization plans include the introduction of digital occurrence book, installation of CCTV cameras within and around police stations, and integration of data management to enhance transparency, accountability. Murkomen sasa akisema kuwa uimarishaji wa usalama wa taifa unahitaji rasilimali za kutosha kujenga barabara, kuboresha makazi ya polisi na kuimarisha mifumo ya kisasa ya mawasiliano ambayo itaimarisha shughuli katika maeneo yanayokumbwa na utovu wa usalama nchini. It will not be sorted by just merely talking about looking for the guns and arresting people. The development is a key issue, whether it is roads, water, electricity, and education.
and that's what is bedeviling parts of Turkana, Samburu, and Baringo, West Pokot, and Isiolo, and other places of Laikipia. Kilipigia debe jukwaa la usalama. Waziri Murkomen pia aliangazia mafanikio ya jukwaa ya usalama yaliyofanyika katika kaunti zote 47, akibainisha kuwa yameimarisha ushirikiano miongoni mwa idara za usalama na wananchi. The Jukwaa la Usalama initiative has proven invaluable in identifying systemic challenges that had long hindered effective service delivery. By engaging directly with the officers and the public on the ground, we are solving problems that could never have been fully understood from boardrooms in Nairobi. Samira Mohamed, runinga ya TV47, Nairobi. Na mbali na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba ubalozi wa Sudan nchini Kenya umeshutumu jumuiya ya kimataifa kwa kutochukua hatua madhubuti kuhusu vita vinavyoendelea Sudan. Balozi wa Sudan Mohamed Osman Akasha amesema kuwa dunia imenyamaza wakati kundi la magenge la Rapid Support Forces RSF linafanya mauaji, ukatili na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, hasa baada ya kuchukua mji wa El Fasher. Aidha, balozi huyo anataka RSF itangazwe rasmi kuwa kundi la kigaidi la kimataifa na mataifa au watu wanaoifadhili vita hivyo kuchukuliwa hatua. Sudan is destined to fight this war alone. This transnational militia will not be confined to Sudan. Militias war are very contagious. The African national security is collective and very interdependent. Especially when this type of militia wars is financed and orchestrated by foreign sponsors, whose final goal is to dominate African natural resources through sowing the seeds of division and instability in Africa. Look around us. How many African countries has been dismembered? How many African countries have been fallen into chaos? And who are the beneficiaries of this? Tukiingia michezoni, kwamba mabingwa watetezi wa ligi ya SportPesa Kenya Police FC waliibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Sofapaka katika uwanja wa Police Sacco jijini Nairobi leo mchana. Mshambulizi wa wenyeji hao Edward Ondimo Omondi alicheka na wavu kunako dakika ya 41. Kwa sasa Police inashikilia nafasi ya 8 katika msimamo wa ligi hii kwa alama 8 baada ya kucheza mechi 4. Sofapaka nayo imo katika nafasi ya 9 kwa alama 8 baada ya kupiga mechi 7. Mnamo siku ya Ijumaa, Tusker itakuwa ugenini dhidi ya Bidco United kabla ya FC Leopards, Nairobi United, Shabana na Gor Mahia kucheza weekend hii. Tatizo kubwa kwetu ilikuwa ni referee ametutoa timing. Kitu tunaweza sema ni kuwa officiating leo imekuwa very poor because anapatia na disadvantage zingine zile haziko. And then tena alikuwa analazimisha kukaution watu. Nimesikia akiambiwa na lineman wake, give him caution, hataki kutoa kadi, but pande wetu alikuwa na react sana. So mimi nasema vijana wangu tulianza vibaya, but second half tumekuja tukarecover, but officiating imekuwa very poor today. Just one in row. We are looking for the next and next and next. Always it is just behind us. It is okay that we start with a good game, that we got 3 points, but we are looking for another one. Kwingineko ni kwamba matayarisho ya mbio za nyika za The Great Chepsaita yanaendelea katika eneo bunge la Tarbo katika kaunti ya Uasin Gishu. Leo katika uwanja wa shule ya upili ya Chepkemel, maombi maalum ya mbio hizi yaliandaliwa ili kutakasa eneo hilo. Hafla hii iliongozwa na mwanzilishi wa mbio hizi Faruk Kibet pamoja na wanariadha na viongozi wengine. Mashindano haya yatafanyika tarehe 6 mwezi Disemba na usajili wa wanariadha 10,000 unaendelea. Washindi katika vitengo tofauti watapokea zawadi ya pesa, kando na kuchangisha pesa kwa minajili ya kusomesha watoto. Lois Chepkemoi na Samuel Masai walitawazwa mabingwa wa makala ya mwaka jana. Tunawapatia mawe kweli? Hao watoto wametufunza maneno mzuri kwamba unaweza enda kanisa, ufanye yale mema na hata ukapata zawadi.
Kwingineko ni kwamba Ruben Ndolo atasalia kuwa rais wa baraza la mabondia la Jumuiya ya Madola hadi mwaka 2027. Kandarasi yake ya miaka miwili ilithibitishwa siku ya Jumanne baada ya uchaguzi uliofanyika nchini Uingereza. Ndolo ambaye pia ni rais wa tume ya mabondia wa kulipwa nchini Kenya, KPBC, alipata kura 34 kutoka kwa kura 56. Hapo kesho Ndolo atazindua rasmi mashindano yanayojulikana kama Nightmare in Nairobi katika makao makuu ya kampuni ya Cape Media Limited. Baadhi ya mabondia watakaoshiriki mnamo siku ya Ijumaa tarehe 21 mwezi Novemba ni Fatuma Zarika, Rayton Okwiri na Joshua Wasike. Mashindano haya yatakayoandaliwa jijini Nairobi yatapeperushwa moja kwa moja na runinga unayoienzi ya TV47. Vijana wa train. Unajua walikuwa hawana nafasi ya magames. Sasa games unaona kama mwezi huu game ziko 4 zimechezwa, game 4 haijatokea hata nchi zingine. Sasa kama hawa wanakuja kusain watafanya games 72 games. Sio mchezo. Kwa hiyo itakuwa ni mambo wa vijana watakuwa very busy. Sasa wa train wakuwe world champion. Wasicheze na maisha tena. Bahati imetokea na sasa haina bahati huwa ikuji mara mbili. Na mtazamaji, nikiangalia kwenye saa yangu dakika 28 imekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara amekuwa ni Valin Owino. Kama kawaida, kama dawa, Dr. Fweneke yuko hapa studioni, kwa hivyo usibanduke. Kuwa na usiku mwema. Shukrani.